Bibi mwenye umri wa miaka 66 anayefahamika kwa jina la Julia Albin, mkazi wa tarafa ya Useri, wilaya ya Rombo, mkoani Kilimanjaro, amedai kuwa amejikuta katika hali ya sintofahamu baada ya eneo lake lenye makazi ya kudumu kuuzwa kwa amri ya mahakama kutokana na mwanaye kushindwa kutoa matumizi kwa mtalaka wake ambaye amezaa naye watoto watatu. Inaelezwa kuwa hatua hiyo imekuja baada ya kijana wa bibi huyo kutofanyia kazi amri ya mahakama ambayo ilimtaka kila mwezi atoe shilingi 90,000 za matumizi kwa mtalaka wake ambaye aliondoka na watoto watatu baada ya ndoa kuvunjika. Sema nitaenda kuishi wapi na hii familia ya Yesu? Nitaishi kwa nani? Shamba la bwanangu marehemu yule kaburi yake iko pale. Damu yangu ndio walimpatia urisi. Sasa mtu anakuja kuuza kwangu, anauza kwa ajili gani? Mama anahukumiwa kwa kosa la mtoto, kitu ambacho si sahihi. Kwa sababu kama mtoto alikuwa anatakiwa ampe yule mwanamke matumizi, iweje eneo la mama liuzwe kwa sababu ya kosa la kijana wake? Kama inawezekana wamchukue kijana wao akamfunge, sio kuuza shamba la huyu mama. Aidha, mwanaume anayedaiwa kushindwa kutoa fedha hizo kila mwezi aitwaye Everest Mroso amesema kuwa alishindwa kutii amri ya mahakama kutokana na hali ngumu aliyobakiwa nayo baada ya ndoa hiyo kuvunjika, na kisha mwanamke huyo kuondoka na mali zote pamoja na fedha za mauzo ya eneo walilokuwa wanaishi ambazo zilidaiwa kuwa zinakwenda kutumika kuwatunzia watoto hao. Ni madai yetu, wanadai 90,000 wanadai mimi, wanakuja kuuza shamba la mamangu. Lakini leo hii anaendelea kumnyanyasa tu bwana, sio anataka ale kitansi, sio anataka afanye nini, atakuja kuuza tena shamba la huyu mama mjane. Na Jafar Ambesa huyu sasa ile shamba yake limeisha. Sasa leo wanataka kuja kuuza tena ile shamba la mama. Mmesikia mama ama kinachoendelea hapo hivi. Mama kuuziwa eneo lake la makazi. Mama kuuziwa eneo lake la makazi kwa sababu ya kijana wake alimzalisha mwanamke watoto watatu kisha wameachana. Sasa ni kama vile inasemekana kwamba aliambiwa atoe shilingi 90,000 kila mwezi, kashindwa kutoa, basi mama inabidi auziwe eneo. Mama auziwe eneo la makazi yake anapoishi. Je, hii ni halali? Je, hii ni halali? Narudia kusema mara kadhaa, nasema ya kwamba sheria ya Tanzania ni kikwazo kwa watu wasiokuwa na hatia, ni kikwazo kwa watu wema. Mara kadhaa nasema, narudia, sheria ya Tanzania ni kikwazo kwa watu wema, ni kikwazo kwa watu wasiokuwa na hatia. Sasa naambia mama huyu, kosa lake ni nini? Mama, kosa ni nini mpaka kuuziwa eneo lake la makazi? Kosa lake ni nini? Ni nini mama huyu kuuziwa eneo hilo? Kosa lake ni nini? Mama, kosa lake ni nini? Mama kampa yo binti mimba, kamzalisha watoto watatu. Kosa lake ni nini huyu mama mpaka auziwe eneo lake? Ni nini? Mara kadhaa anasema kwamba sheria ya Tanzania ni kikwazo kwa watu wema, wewe usipokuwa na hatia wewe ndio unadhibitiwa. Sasa mama huyu nini kinachowapelekea kumdhibiti yeye kuchukua shamba lake, sio eneo lake la makazi waende kuuza? Hivi mamlaka imetazama kweli, imeangalia vizuri kuchukua eneo la huyu mama kwenda kuuza? Kosa lake ni nini huyu mama mpaka auziwe shamba auziwe eneo lake la makazi? Kosa lake ni nini? Nini kosa? Yaani kosa ni nini huyu mama hapo sasa? Kwani mama yeye ndiye amemjaza yule mwanamke mimba, amemzalisha watoto hao? Kwa hiyo sheria ya Tanzania inakuja kuona kwamba ni kikwazo kwa watu wasiokuwa na hatia. Alimadamu mtu atafika kiasi fulani, ukweli ndio akifika kiasi fulani, bwana kuna shamba pale hivi, tutaweza tukauza ile shamba, tutaweza tukapata kwa mfano ikipatikana milioni 5, basi milioni 2 zitakuwa za kwenu.
milioni 3 zitakuwa za huyu. Basi wao ni hivi. Kwa maana hiyo, Tanzania hatuna watu waadilifu katika kwenye sheria, na ndio maana watu wengi wanaodhibitiwa ni watu ambao hawana hatia. Tanzania haki haifatwi, yaani sheria haidhibiti watu wabaya, inadhibiti watu wema. Tanzania sheria ina jicho la kuona watu wasiokuwa na hatia. Ukiuza shamba la mama, hilo shamba, mkiuza hilo shamba la mama, kosa lake ni nini? Ni nini kosa lake? Aliyejaza mimba ni mwingine. Mama anauziwa shamba, anauziwa kwa sababu zipi? Anauziwa kwa sababu zipi? Yaani tuna sheria ya ajabu sijawahi kuona Tanzania. Tuna viongozi ambao sio waadilifu Tanzania, sijawahi kuona. Yaani kijana kajaza mimba, kamzalisha watoto 3. Mama mtu anauziwa shamba. Mama mtu kajaza mimba, kawazalisha. Tanzania. Nyinyi mnaojiita wenye vyeo, mnaojiita wenye nafasi hizo, hebu jiangalieni. Duniani tunapita. Kila mmoja atalipwa sawasawa na hesabu ya kazi aliyoifanya. Kila mmoja atalipwa sawasawa na kazi aliyoifanya.